ukiokoka uheshimu wokovu kwa kutenda mema, ukatae mabaya. Sio ukatae mabaya kwa ajili ya Mungu, sio ukatae mabaya kwa ajili ya jehanamu. Mimi sifundishi hicho kitu kwa sababu nitawadanganya. Kataa mabaya kwa sababu kila chembe ya baya utakalolifanya utatandikwa nalo kwenye mwili. Amen. Asanteni sana Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya neno na kwa ajili ya wana wako hawa wa kike na wa kiume ambao umewaleta katika ufalme wako. Mungu Baba, naomba uwezo na nguvu zako ukawapate kutanda juu yao, na najua malaika wako mahali hapa, maana ulisema mtu mmoja tu akiamua kuokoka, malaika mbinguni huwa wanasimama kushangilia. Hapa kuna zaidi ya mtu mmoja wamekubali kujiunga na ufalme wako. Mungu mtakatifu, naomba ukawalee mwenyewe. Mchungaji wao hawezi, wewe ukawachunge wakati wa usiku, ukawachunge wakati wa mchana, maisha yao yote mpaka watakapomaliza maisha ya dunia hii. Mungu ukawe mchungaji wao, na kukabidhi Bwana Yesu, ukawachunge mwenyewe maisha yao yote, ukawabariki baraka zote, ukawainue kwa viwango vyote, ukawape neema kupita zote, ukawalinde katika mabaya yote ya dunia hii kama ulivyotuombea sisi. Nami nawaombea hawa, walinde dhidi ya mabaya yote, wakashinde magumu yote ya dunia, lisiwepo gumu litakao mnasa hata mmoja wao. Kwa jina la Yesu wakung'ang'anie mpaka wanaondoka duniani. Asante, maana Mungu utakwenda kuwatendea haya niliyotamka, yamekuwa ni muhuri mioyoni mwao. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba katika jina la Yesu. Amen. Kwa baraka sana. Tunaweza tukaelekea sasa kwa ajili ya tendo la ubatizo. Naomba hii. kwenye maji. Wenda ukanyanya utaenda mzima mzima. Shauri yako. Sasa chukua jisale lile tenge. Baada ya ubatizo huu wewe utakuwa ni mtu mpya, utakuwa ni Stella mpya, Stella wa Yesu, Stella aliyekombolewa na Bwana Yesu. Na tarehe ya leo kama unavyokumbuka birthday yako, ndio unatakiwa ukumbuke. Bahati nzuri nimekuja na nani za vyeti, wengine mtapata vyeti mapema. Kesho mtapata vyeti wote. Amen. Kwa hiyo mamlaka ambayo Mungu amenipatia leo hii nakwenda kukubatiza, kwa maana ya kwamba nakwenda kuzika utu wa kale. Na kwa sababu hiyo, kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi, nitazika laana za ukoo wenu zote, nitazika vifungo vyote, nitazika magonjwa yote, nitazika roho zote za umaskini na laana za aina zote, na kukufufua kuwa kiumbe kipya kwa jina la Yesu mwenyewe. Bwana aliyenipa mamlaka hii atakwenda kukutendea hili baada ya ubatizo huu, nawe utakuwa shuhuda katika jina la Yesu Kristo. Basi naomba ukae sasa.
turahisishe mambo vizuri kabisa. Basi kwa mamlaka ambayo Mungu yani sekunde tu hapo. Sawa. Na nikipinamisha wewe uiname tu usiogope chochote. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu Baba na kwa uweza wake Yesu mwenyewe, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ambalo ni jina la Yesu aliye hai na Mwokozi wako, na kubatiza. Makofi kwa Bwana Yesu. Ubatizo umefanyika vizuri sana, hakuna mgogoro. Kubarikiwe sana. Kuja na kitambaa hicho. Mlifikiri kuna kazi ngumu Fanya mara tatu tena. Batizo ya mara tatu sio ya Yesu bwana. Mara moja tu tunabatiza. Basi. Ukiulizwa ulikuwa wangapi siku ya kubatiza utasema nilikuwa wangapi? Na yule pale alikuwa wa kwanza. Wekeni kumbukumbu vizuri ya nani yenu. Kuna maana yake, vitu vingi sana vina maana yake. Basi kwa neema ya Mungu ambayo amenipa. Kuna kama vile unaogopa? Gloria. Kumbuka baba yako nani Miki anakuangalia. Baba yako Miki anakuangalia pale, anajua mwanangu anabatizwa kule. Mimi babu yako. Kwa hiyo ninakubatiza hivi leo na kukutenga na laana zote za ukoo wenu, ya damu yenu, laana zote za umaskini, magonjwa, kila tabia mbaya, na zizika kwa jina lake Yesu Kristo aliye hai. Leo baada ya ubatizo huu utakuwa kiumbe kipya kama Bwana alivyonena, nami kwa mamlaka niliyopewa na kwenda kuzika utu wa kale wote, mabaya na maovu yake yote, na nguvu za Mungu zitakwenda kuthibitisha hayo kama Bwana alivyonituma, katika jina la Yesu. Sasa jiandae kwa ubatizo. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kwa ajili ya kuwafungulia mlango wa ufalme watu wa Mungu, basi umechaguliwa kuingia katika ufalme wa Mungu, nami nakubatiza, kwa maana nazika utu wako wa kale, madhambi yako yote na hukumu zako zote, hatia zako zote, magonjwa yote, laana zote, umaskini wote, na vizika katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kubatiza kwa jina la Yesu. Amen. Jamani, makofi ya toshi. Wow, mwingine. Yaani hapo umezikwa alafu umefufuka. Kwa hiyo wewe ni mtu mpya. Ndio maana ya ubatizo. Unazikwa na unafufuka. Wewe ni kiumbe kipya, sio yule tena. Sio yule tena. Hapo sasa leo nyinyi mliobatizwa wote, pepo likikuletea za kuleta kwa mtu, sema nina mamlaka, nimeshabatizwa. Toka pepo kwa jina la Yesu. Utaona linasema natoka. Sisi nielewa vizuri. Hofu zote msiziruhusu kwenye maisha yenu. Toa hizo hofu zote. Jamani. Wewe atakabatizwa. Ni nani kwani? Ndipo muangalie nikasema labda tumekuja naye. Kwa mamlaka ambayo Mungu amenipa kwa ajili ya wana wa ufalme, natangaza ya kwamba leo hii nakwenda kuzika utu wako wa kale, nakwenda kuzika magonjwa yote. Rudisheni hii mkate, rudisheni kwenye chombo chake. Kwa nini mnapenda kujamulia mambo? Hivi vitu ni vitakatifu. Kila kinachofanywa kinafanywa kwa mpango. Aliyehamisha arudishe vitu vilivyopokuwa. Huo mkate urudishwe sehemu yake. Hivi vitu vya ajabu sana. Yaani wewe unawezaje kukuta kitu kimewekwa kwenye chombo maalum alafu unakitoa tena unaweka kwenye chombo kingine? Hivi vitu ni vitakatifu. Kinapowekwa kwenye chombo chake, kiacheni pale, kifanywe vile. Hebu jifunzeni utii.
Wana wa Mungu, jifunzeni utii. Mama, wamezoea kufanya mambo kiolela. Yaani ni hivi, kama mnamchezeaga mama hapa, mkiniona mimi hapa, kila kitu kinatakiwa kiende kinavyotakiwa. Msimtibue Roho Mtakatifu. Hivi vitu vimewekwa katika, yaani utaratibu wake. Yes, virudishe huko ndani. Rudishe huko ndani. Haya, wamechukua na vigrasi, wameviweka kwenye chombo cha mikate. Yaani sijui mnajifunza imani ya namna gani hata siri. Ni vitu gani? Yaani vitu vimeletwa na watumishi wa Mungu, umevipokea, badala ya kuviacha kama vilivyo na kuomba maelekezo katika mnamzoea Mungu Mnamzoea Mungu. Mama, naomba ufundishe nidhamu. Vinginevyo upako utaondoka hapa. Uwepo wa Mungu unataka vitu viwe kama vilivyopangwa, kwa sababu kila kitu ni unabii kwenye madhabahu. Sasa leo hii unatoka kwenye chombo kipya, na watu wamebatizwa ndio wanaanza imani mpya. Unaweka kwenye lisani ambalo linaliwa chakula kila siku. Sisi unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Haya. Naomba umeshaelewa mkate? Funikeni macho nyinyi hapo mmepata mkate. Wakati huo hizo nani zake, hizo nani glasi zao, unaweza ukapitia pale sasa moja kwa moja. Pitia pale. Pitia pale. Chukua moja. Chukua moja. Chukua moja. Hivi vinavyotumika kwenye meza ya Bwana ni hivi vinatumika kwenye meza ya Bwana tu. Havitumiki kwenye vyakula vya nyumbani. Wala vyakula vya nyumbani vyombo vyake havitumiki kwenye meza ya Bwana huko. Asante. Asante sana wahudumu kwa ajili ya hilo. Basi tuinamishe vichwa ni watoto wa Mungu ambao mnakwenda kupokea. Usiku ule aliutoa mkate, akaubariki, akauinua mbele za Baba, akasema, huu ndio mwili wangu unaokwenda kutolewa kwa ajili yangu, kuleni kwa ajili ya uzima wenu. Basi kila mtu aweze kuweka kipande chake cha mkate katika ulimi wake. Vivyo hivyo baada ya kula mkate, alitoa kikombe, akakiinua na kusema, hii ndio damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kuleta uzima wa milele ndani yenu. Basi kunyweni kwa ajili ya uzima wa milele. Basi kila mmoja anywe kile kikombe cha damu ya agano. Sali sala hii pamoja nami. Baba yetu uliye mbinguni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, ukae pamoja nami, mapenzi yako yatimizwe ndani yangu kama huko mbinguni. Unipatie leo mahitaji niombayo kila siku. Unisamehe na kunifuta makosa yangu, kama na mimi ninavyowasamehe walionikosea. Usiniingize kabisa katika mtego wa Ibilisi. Kila siku ukaniokoe mbali na yule mwovu. Kwa kuwa nguvu ni zako, ufalme ni wako, utukufu ni wako milele na milele. Amen. Sema maneno haya. Najiunganisha na uzima wa milele kwa ajili ya damu yako Yesu, na mkate wa mwili wako Yesu. Tangu leo mimi ni mali yako, ni mtumishi wako. Nitume upendavyo na unitumie upendavyo. Kwa jina lako Yesu, karibu ndani yangu, uishi nami milele. Amen.
Makofi kwa Bwana Yesu. Mbarikiwe sana na Mungu mtakatifu awajaze neema na nuru milele. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tuna uwezo wa ajabu katika damu ya Yesu Kristo, ambayo katika hiyo majini yana nafasi ya kuharibu maisha ya watu, mapepo yana nafasi ya kuharibu maisha ya watu, uchawi una nafasi ya kuharibu maisha ya watu, magonjwa yana nafasi ya kuharibu maisha ya watu, kila roho za dunia hii hazina nafasi ya kuharibu maisha ya watu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, neno la ukombozi na kuokoa maisha ya watu. Hawastahili tena kubaki katika majonzi, hawastahili kubaki katika mateso ya dunia, mateso yote ya ndoa. Zikona hizo roho za kutesa watu katika jina la Yesu. Mateso ya uchumi yakome kwa jina la Yesu.
Yesu Kristo, watu wa Mungu wapate baraka, mikono yao ikabarikiwe, kazi zao zikabarikiwe, shughuli zao zikabarikiwe. Ninaharibu utendaji wetu wa shetani ndani ya kazi za watu wa Mungu katika jina la Yesu. Kila uharibifu na utendaji ambao shetani anafanya ninaupiga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila roho za magonjwa zinazorudisha nyuma jitihada za watu wa Mungu kumtafuta Mungu, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pinduka shetani kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Huna mamlaka shetani, huna mamlaka ndani ya watu hawa, huna mamlaka. Haya toka katika maisha ya watu kwa jina la Yesu, toka katika maisha ya watu kwa jina la Yesu. Mikosi na laana toka kwa jina la Yesu, mikosi na laana toka kwa jina la Yesu, mikosi na laana toka kwa jina la Yesu, mikosi na laana nasema ondoka katika jina la Yesu. Kila roho za mikosi, kila roho za laana, kila roho za mikosi, kila roho za laana, haya ondoka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho za mikosi na laana naomba msaada hapa katika jina la Yesu. Haraka sana. Hakuna kumtumikisha tena, mwisho wa utumikishaji kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea faraja, pokea tumaini, pokea pumziko kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Pokea faraja, pokea nguvu hiyo, pokea ukombozi wako kwa jina la Yesu. Bwana Mungu akupe pumziko Mungu anayotumikia kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho za mikosi na laana, roho za kudisappoint, kila roho zinazokatisha mambo njiani, mambo yasienda, haya toka kwa jina la Yesu ndani yake. Achia maisha yake kwa jina la Yesu aliye hai. Achia maisha yake kwa jina la Yesu. Achia maisha yake mitu, achia maisha yake mitu katika jina la Yesu aliye hai. Haya achia maisha, achia maisha, achia maisha, achia maisha yake kwa jina la Yesu. Wazo wa Mungu ndani yake sasa. Weka pale mbele, ipo nguvu inasumbua hapo ndani. Katika jina la Yesu aliye hai. Neema Mungu kwa jina la Yesu. Ikamkalia uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe ndani yake kwa jina la Yesu. Jaza Roho Mtakatifu. Wewe Mungu ndani yako. Katika jina la Yesu aliye hai. Pokea uwezo wa Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Uwezo wa Mungu ndani yako. Uwezo wa Roho Mtakatifu. Mamlaka ya Roho Mtakatifu. Ijaze ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Neema Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Ikakutetea na kukujaza faraja. Ukamiliki yale ambayo unayomiliki katika jina la Yesu. Uwezo wa Mungu ndani yako. Ukajaze neema katika jina la Yesu. Faraja ya Bwana ikajae, mamlaka ya Mungu ikajae, nguvu za Mungu zikajae, mizimu iachie, ikaachie familia yako, iachie familia yako, iachie watoto wako, iachie kwa jina la Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake. Moja jirani, unaongea na kamanda mkuu aliyekaa katika mstari wa mbele wa jeshi la Mungu. Nasema achia maisha yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Malaika wa upanga njoo kwa jina la Yesu. Fyeka kwa jina la Yesu. Fyeka kwa jina la Yesu. Fyeka kwa jina la Yesu. Inua upanga wako juu. Ni machinjo. Hii nyoka ni ya kuichinja kwa jina la Yesu. Moja, nikisema tatu maliza kichwa hicho. Mbili, kwa jina la Yesu. Kata kwa jina la Yesu aliye hai. Chinja kichwa hicho kwa jina la Yesu. Haina mamlaka tena kwa jina la Yesu. Oria Santa Rabosa. Peleka kule mbele, jini imalizie nyoka ile. Haitamshika tena mama huyu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila roho ambayo iko kinyume, hiyo kinyume nasema achia mwili wake. Amekombolewa. Toka katika vifungo vyake. Toka katika maeneo yote yaliyofunga. Kwa jina la Yesu vifungo vinakatika kwa jina la Yesu. Uhuru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uhuru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema awe huru. Awe huru kwa jina la Yesu. Huyu apite pale mbele. Ipo shida kubwa zaidi. Yaani tena usipokaa naye vizuri, anakuwa mpagani maisha yake yote. Yaani moyo wake ni moyo ambao yaani haujui kwamba yuko katika uwepo wa Mungu au yupo katika hali gani. Yaani haujui kupambanua. Kwa hiyo ni aina fulani ya pepo ambalo yaani likimkalia mtu kila kitu anaona kawaida. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwezo wa Mungu ambao uko mahali hapa
katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukakufungua na kukuweka huru. Hakuna ugonjwa, hakuna laana, hakuna kitisho kitakachokaa ndani yako. Pokea nguvu ya Mungu ingie ndani yako, ikuongoza katika mafanikio. Ni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu awaponye, Mungu awaponye, Mungu awaponye, Mungu awaponye. Kwa jina la Yesu, Mungu akupe neema uinuke, ukamiliki kwa jina la Yesu. Miliki pesa, miliki viwanja, miliki vyombo vya usafiri, miliki maisha ambayo Mungu atakwenda kukutukuza katika jina la Yesu. Kana ukapata kukupa mabadiliko kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninabariki maisha yako, nabariki mtoto wako, nabariki neema iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema ya Mungu iwe ndani yako, ikabarikiwe, na mtoto wako ajaye abarikiwe kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ikukalie kwa jina la Yesu. Hautakuwa katika kifungo chochote, umekombolewa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Waza Mungu wa juu yako, mipango yako inayokuja Bwana akapata kuitamia ikafanikiwe sana. Imekuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Waza Mungu katika jina la Yesu, ukukalie juu yako, na neema ya Mungu iwe ndani yako, ikakuongoze katika yale mapito ambayo wana raha langu la baraka. Naona kwenda huwezi kuanza mama, imekwisha. Kwaheri, kwaheri, kwaheri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ujambo? Uko vizuri? Naitwa nani? Naitwa Maria. Sasa huyu ndio Maria tulikuwa tunamtafuta. Alikuwa amefichwa mbali. Haleluya. Tunaona alikuwa amefichwa mbali sana. Amerudi, si alikuwa bahari ya ngapi? Amerudi Maria jamani. Si ndio maana nikasema wewe unatakiwa siondoke hapa. Simlisikia ile neno lilosema wewe ndio unatakiwa uwepo hapa. Yaani ukiendelea hii hali hutaiona tena. Natakiwa uendelee siku zote.